katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na aya ya 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mwenyezi Mungu alimfanya Nabii Adam kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Halafu baada ya kumuumba Nabii Adam akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ndipo hapo huyu mwanadamu akaanza kupumua. Nenda sura ya 15 aya ya 26 Qur'ani. Sura ya 15 na aya ya 26. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qur'ani inasema ndiyo, na tulimuumba mwanadamu. Qur'ani inasema kwa hakika tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu. Ni kwa udongo mkavu kama ilivyosema Biblia, unaotoa sauti unapogongwa. Lakini huo udongo ni kwamba ukiugonga unatoa sauti, alafu unaotokana na nini? Na matope meusi yaliyovunda. Na matope meusi yaliyofanyaje? Vunda. Kwa hiyo Qur'ani nayo inaweka mlinganyo wa pamoja kwamba kwa hakika mwanadamu ameumbwa kutoka kwenye udongo. Qur'ani sura ya 20 na aya 55. Sura Taha sura ya 20 na aya ya 55. Sikiliza ambacho Qur'ani nakisema. Inasema, karibu. Katika hii ardhi, Mwenyezi Mungu anasema katika hii ardhi mwanadamu tumekuumbeni, ya kwamba kila mwanadamu katika uso wa dunia ametoka kwenye nini? Ardhi. Kwenye ardhi. Halafu na humo tutakurudisheni. Halafu anasema jambo la pili, ya kwamba baada ya kukuumba katika ardhi, jambo la pili, saa inakuja tutafanyaje? Tutakurudisheni tena katika ardhi. Halafu jambo la tatu, na kutoka humo tutakutoeni. Halafu baada ya hapo tutakutoeni tena ili muwe nini? Hai. Ili muwe hai tena. Kwa hiyo katika sura Taha sura 20 na aya ya 55, Qur'ani inaweka bayana ukweli ya kwamba katika hii ardhi mwanadamu tumekuumbeni, lakini baada ya kukuumba siku moja tutakurudisha katika ardhi. Lakini jambo la msingi na la pekee ni kwamba siku moja tutakutoeni tena katika ardhi ili muwe hai tena. Tasema siku hiyo, ndiyo, pa wapi mahali pa kukimbilia? Nitakimbilia wapi mimi? Aambiwe, la, hakuna mahali pa kukimbilia. Yani katika siku ya kiyama pekee pa kukimbilia ni wapi? Siku hiyo marejeo. Katika siku ya marejeo ni kwa Mola wako tu. Yani siku ya kiyama mahali salama pa kukimbilia ni kwa nani? Mola wako. Ni kwa Mola wako peke yake. Katika siku ya kiyama wanadamu wote watafufuliwa katika uso wa dunia. Kila ambaye alizikwa katika ardhi atafufuliwa, na kama Qur'ani inavyosema ya kwamba naapa katika siku ya kiyama, tena ninaapa kwa nafsi inayojilaumu, ya kwamba mtafufuliwa na mtafanywaje? Mtalipwa. Nenda aya 22 mpaka 24. Inasema, ndiyo, nyuso nyingine siku hiyo zitang'ara. Sasa katika siku ya kiyama nyuso nyingine siku hiyo zitafanyaje? Zitang'ara kweli kweli. Yani kwa kweli zitang'ara, zitavutia, zitakuwa zinapendeza kabisa. Nitakwambia kwa nini zing'ae. Zinamtazama Mola wao. Halafu zitakuwa zinamtazama Mola wao, au neema alizowapa. Na neema alizowapa hawa watu waliofufuliwa, nyuso zao zikiwa zinang'aa, watakuwa wanamtazama. Na nyuso nyingine siku hiyo zitakunjana. Lakini aya 24 anasema siku hiyo ya kiyama sura nyingine zitafanyaje? Zitakunjana. Umemaliza? Zitajua ya kuwa ndiyo zitafikiwa na msiba uvunjao uti wa mgongo. Yani siku hiyo ya kiyama, wakati wanadamu wanapokwenda kufufuliwa,
baadhi ya sura zitakuwa zinang'aa, wengine watakuwa wanafurahi na kushangilia. Lakini katika aya 24 anasema siku hiyo sura nyingine zitakunjana, zitafadhaika. Kwa nini? Anasema kwa sababu zitakutana na ghadhabu, kama ghadhabu ya kuvunjika uti wa nini? Uti wa mgongo. Kwa hiyo hapa kuna makundi mawili katika siku ya Kiyama. Kuna makundi mawili ambayo yanapokwenda kufufuliwa yatakwenda kujitenga yenyewe. Kundi la kwanza watashangilia, watafurahia. Watu hawa sura zao zitang'aa, watamtazama Mwenyezi Mungu, watamtazama Mola wao na watafurahi na kushangilia. Lakini sura nyingine siku hiyo zitakunjamana. Kwa nini? Amesema kwa sababu zitafikiwa na msiba, zitafikiwa na ghadhabu, na ghadhabu hiyo kama ghadhabu ya kuvunjikiwa na uti wa mgongo. Lakini katika kipindi hiki kimekusudia kuleta imani mbili ya Ukristo na Uislamu, ili walau ujue ya kwamba katika siku ya Kiyama tunapokwenda kufufuliwa, ni nani atakayelia, ni nani sura yake itakayokunjamana, na ni nani sura yake itakayong'ara na kumshangilia Mola pamoja na neema yake. Sikiliza tofauti ya mwanzilishi wa dini ya Ukristo Yesu na utofauti wa mwanzilishi wa dini ya Uislamu Mtume Muhammad, kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Qur'an sura ya 46 na aya ya 9. Sikiliza tofauti iliyopo baina ya watu hawa wawili tofauti katika ulimwengu, wao wakiwa ndio madereva wa magari haya mawili. Dereva wa kwanza ana gari, ana basi lake na ana abiria wake. Halafu dereva wa pili naye ana basi lake na ana abiria wake. Sikiliza maneno ya madereva wanaoendesha gari linalopeleka watu kuelekea mbinguni. Wao wanajisemaje wenyewe? Sura ya 46 na aya 9 ni maneno aliyosema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa wafuasi wake. Mimi sijasema, ila yeye ndiye aliyesema. Msomaji karibu. Inasema, karibu. Sema. Sema. Mimi si kiroja mpya. Sema. Mimi siyo kiroja mpya wala katika mitume wake. Yaani mimi ni miongoni mwa mitume wake, wala siyo kiroja mpya sana, wala sijui nitakavyofanywa mimi. Mtume anawaambia mimi wala mtakavyofanywa ninyi, na wala ninyi mnaonifuata sijui mtakavyofanywa. Sifuati ila aliyofunuliwa kwangu. Mimi sifanyi chochote isipokuwa tu kile ambacho kimefunuliwa kwangu. Na sikuwa mie lolote ila ni mwonaji tu. Na wala mimi wala sio lolote isipokuwa ni muonyaji niliyetumwa kuwaonya ninyi, ninayedhihirisha kila linalohitajia. Yaani mimi kazi yangu ni kuwasaidia tu kuelewa kile ambacho Mwenyezi Mungu anakitaka. Naomba urudie mara ya pili tena, isikike kwa watu ya kwamba kuna jambo la pekee ambalo linakwenda kuamua hatima ya maisha ya mtu jioni ya leo. Irudie hiyo aya vizuri kabisa, ili kila anayesikia aelewe kile ambacho alikisema mtume mwenyewe kwa umma aliyopewa, ummati Muhammad. Inasema, karibu. Sema. Anasema mimi si kiroja mpya katika mitume. Mimi Nabii Muhammad siyo kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi. Mimi sijui nitakachofanywa,
wala mtakavyofanywa ninyi, na wala ninyi mnaonifuata sijui mtakavyofanywa. Sifuati ile aliyofunuliwa kwangu. Ninachokifanya tu ni kuambia kile ambacho Mwenyezi Mungu ameniambia niwaambie. Na sikuhamie lolote. Mimi sio jambo lolote, ila ni mwonyaji tu. Isipokuwa nipo kwa ajili ya kuonya. Kuonya nini? Ninayedhihirisha sawa kila linalohitajia, kila ambacho Mwenyezi Mungu anakitaka katika uso wa dunia. Mwenyezi Mungu amenipatia angalau niwapatie ninyi muweze kukifanya hicho. Lakini mimi kama mimi sio kiloja mpya, sijui namna nitakavyofanywa mimi, wala sijui ninyi mnaonifuata mtafanywa nini. Yaani mimi kama ni dereva, mimi naendesha, lakini mimi mwenyewe nakoenda sipajui, ila ninachojua ni kwamba mimi ninafanya kazi ile ambayo Mwenyezi Mungu ameniambiwa niwaonye. Ndivyo yeye mwenyewe alivyosema. Nenda Injili ya Yohana usikilize kile ambacho Nabii Isa mwenyewe yeye alichokisema. Tunaangalia tumaini ng'ambo ya kaburi. Wakati tunapokwenda kufufuliwa katika siku ya Kiyama, tumaini lako na la kwangu ndilo linalokwenda kuangaliwa hapa. Yule ambaye ulimtumaini na kumwamini ana nafasi gani katika kuleta tumaini saa utakapofufuliwa? Wa kwanza amesema, mimi ni dereva, ni nabii ambaye sijui nitakavyofanywa mimi, moja. Halafu ninyi mnaonifuata sijui mtakachofanywa. Dereva wa pili katika basi lake na abiria wote wanaomfuata, sikiliza yeye Isa alisemaje.